Je, umeshawahi kusalitiwa na ndugu yako wa damu ambaye ulikuwa unamwamini sana 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 na ukamweka kipaumbele katika mambo yako ya muhimu, na mwisho wa siku ndugu yako huyo akakugeuka na kukurudisha chini kabisa? Imeshawahi kukutokea hicho kitu? Ikiwa kimewahi kukutokea au hakijawahi kukutokea, basi karibu kufuatilia mkasa huu wa ndugu wawili ambaye ni Kelvin pamoja na ndugu yake Sadi. Naamini mpaka mwisho wa mkasa huu utakuwa umejifunza vitu vikubwa sana ambavyo vitakusaidia katika maisha yako. Karibu kufuatilia mkasa huu. Tangu wakiwa wadogo, Kelvin alionekana kuwa na nyota. Walimu walimsifu kwa utulivu wake na kijiji kizima kilijua kuwa ndiye angekuwa mkombozi wa familia yao. Sadi kaka yake alikuwa akiyatazama haya yote kwa jicho la husda. Badala ya kuona fahari kwa mdogo wake, aliona kama Kelvin anamfunika na kumfanya yeye aonekane hafai. Katika masomo yao, Kelvin alikuwa na juhudi sana, lakini Sadi alikuwa yuko bize na mambo yake mengine ya kitoto na michezo. Baada ya miaka yao ya masomo, Kelvin alibahatika kupata kazi mjini katika kampuni moja kubwa sana. Na kwa sababu alikuwa ni mtu anayejitambua na mwenye akili nyingi, baada ya muda mchache tu aliweza kuanzisha kampuni yake na kuisimamia yeye mwenyewe. Wakati huo Sadi alikuwa amebaki kijijini na kuwa mkulima wa kawaida, kwa sababu hakufanya vizuri kwenye masomo yake. Kule mjini Kelvin mambo yaliendelea kumnyookea. Na baada ya miaka michache ya mapambano, Kelvin alibahatika kupata ufadhili wa kwenda nchini Ujerumani kwa ajili ya kuongeza elimu yake. Moyo wake ulikuwa na hofu moja tu, kumwacha kaka yake bila msaada. Kwa upendo wa dhati, Kelvin alimuita ndugu yake Sadi na kumkabidhi funguo za kampuni yake ya ushauri wa biashara na nyumba yake ya kisasa. Brother, mali hizi ni za kwetu sote. Tunza heshima ya familia yetu mpaka nitakaporudi. Bila shaka ndogo wangu. Kaka, mali hizi ni zetu sote. Linda heshima ya familia yetu mpaka nitakaporudi, Kelvin alisema akimwambia Sadi. Lakini Kelvin hakujua sumu iliyokuwa ndani ya moyo wa Sadi. Punde ndege tu ilivyoondoka, Sadi alianza mchakato wa kugushi nyaraka kwa msaada wa mwanamke mjanja wa mjini aliyeitwa Sarafina. Sadi alihakikisha anamiliki mali zote za Kelvin na kuwa za kwake. Siku Kelvin alipotua uwanja wa ndege baada ya miaka miwili, alitegemea kupokelewa na kaka yake kwa furaha. Badala yake alikuta milango ya nyumba yake imefungwa na walinzi wakiwa wapya. Sadi alimcheka kwa dharau na kumfukuza kama mbwa. Akiwa hana pa kwenda, Kelvin alijikuta analala nje ya kituo cha mabasi, ambapo usiku huo aliibiwa begi lake la laptop na vyeti na fedha kidogo ambazo alikuwa amebaki nazo. Alibaki na nguo alizovaa tu. Akiwa amekata tamaa mtaani, alikutana na Zaituni, binti aliyesoma naye darasa moja miaka ya nyuma. Zaituni hakuwa tajiri, alikuwa anaishi maisha duni, akijishughulisha na biashara ya mamalishe. Alimtambua Kelvin, alisikitishwa na hali yake. Zaituni alimkaribisha Kelvin kwenye genge lake la chakula. Kelvin hakujali elimu yake kubwa. Alianza kumenya vitunguu na kubeba masanduku ya nyanya. Kwa kutumia maarifa ya biashara aliyosomea, Kelvin alimsaidia Zaituni kuboresha mfumo wa biashara yao. Walianza kupaki chakula kwa usafi na kusambaza maofisini. Walianzisha huduma ya delivery. Muda si mrefu, Zaituni na Kelvin Catering ikawa kampuni kubwa iliyoshinda tenda za kulisha mkutano mikubwa ya serikali na mahoteli makubwa. Wakati Kelvin anapambana kujenga himaya mpya, Sadi alikuwa akitumbua mali zake kwa anasa na akiwa na Sarafina. Sarafina alijua kuwa Sadi si mjanja katika biashara. Alimshawishi waingie kwenye dili kubwa la kununua dhahabu hewa. Sadi aliuza kila kitu alichochukua kwa mdogo wake Kelvin ili apate fedha za kufanya biashara hiyo. Siku moja asubuhi, Sadi aliamka na kukuta nyumba tupu. Sarafina alikuwa ameondoka na kutokomea na fedha zote, na benki walikuwa mlangoni wakitaka kupiga nyumba mnada. Sadi alirudi mtaani na kuwa fukara. Alilala kwenye vibaraza vya maduka na kuomba misaada kwa wapita njia. Siku moja Kelvin na Zaituni walikuwa wanakagua eneo la ujenzi wa hoteli yao ya 3. Kelvin alimuona mtu mmoja ameketi kando ya jalala. Alionekana kudhoofika sana. Alipomkaribia aligundua kuwa ni ndugu yake Sadi. Sadi alipomwona Kelvin amependeza na kuheshimika, alishindwa hata kuinua macho. Alijua amemfanyia mdogo wake ukatili uliopitiliza. Kelvin kwa moyo wa kipekee alimshika kaka yake bega na kumuuliza, "Kaka, mbona umefikia hapa?" Sadi akitetemeka alitaka kutoroka, lakini miguu yake ilikuwa haina nguvu. Kelvin alimzuia kwa upole na kumketisha kwenye kiti cha gari lake la kifahari.
Kaka Sadi, usinikimbie, mimi ni mdogo wako, mimi ni damu yako, Kelvin alisema kwa sauti ya utulivu, huku Zaituni akimtazama kwa huruma. Sadi alianza kulia kwa kwikwi. Kelvin, nimekutenda vibaya sana. Niliiba kila kitu chako, nikaamini mwanamke ambaye aliniadaa, na sasa nimepoteza kila kitu, sina hata mahali pa kulala. Kelvin alishusha pumzi ndefu. Alikumbuka baridi la mtaani alilolihisi siku alipofukuzwa na njaa aliyoipata kabla ya kukutana na Zaituni. Lakini baada ya kuwa na hasira, aliona funzo. Alifanya uamuzi wa busara. Kelvin alimpeleka Sadi kwenye mgahawa wake mmoja na kumnunulia chakula kizuri na kumpatia nguo mpya. Baada ya Sadi kupata nguvu, Kelvin alimvuta pembeni na kumpa bahasha 2. Kaka, mimi sikulipizii kisasi. Mungu amenibariki kupitia Zaituni na jasho langu mwenyewe. Lakini huwezi kubaki hapa mjini kwa sasa. Mji umekushinda. Alifungua bahasha ya kwanza. Hii hapa ni tiketi yako, unatakiwa kurudi nyumbani. Kisha akafungua bahasha ya pili iliyokuwa na kiasi kikubwa cha fedha. Na hii hapa ni shilingi milioni 5. Huu ni mtaji wako. Nataka urudi nyumbani ukalime na ufungue biashara ndogo. Usianze maisha kwa sifa, anza kwa unyenyekevu kama mimi nilivyoanza na Zaituni kumenya vitunguu. Sadi alipiga magoti akitaka kubusu miguu ya mdogo wake, lakini Kelvin alimuinua. Kaka, nenda kabadili maisha yako, hiyo ndio itakuwa shukrani yangu pekee ninayoitaka. Sadi aliondoka kuelekea mkoani kwao akiwa mtu wa tofauti sana. Na alipata funzo kubwa sana. Cha kwanza, kuwa wivu ni sumu. Badala ya Sadi kujenga chake, aliharibu cha mwingine na mwisho wa siku akaishia kupoteza chote. Funzo la pili, tabia ni silaha. Kelvin japo alipoteza mali, lakini hakupoteza akili wala nidhamu yake, vitu ambavyo vilimfanya ainuke tena kwa haraka. Funzo la tatu, kuwa na Mungu na kuwa na subira. Maisha yana mzunguko. Aliyeko juu anaweza kuanguka na aliyeko chini anaweza kuinuka akiwa ana bidii na moyo wa msamaha. Kelvin na Zaituni waliendelea kufanikiwa na hatimaye walifunga ndoa, huku wakijulikana kama wafanyabiashara wenye huruma zaidi nchini. Sadi naye akiwa mkoani alitumia ule mtaji kwa uaminifu, akiwa amejifunza kuwa njia ya mkato siku zote ni ndefu na yenye miiba. Na mpaka hapo tumefikia mwisho simulizi yetu hii. Tukutane tena kwenye simulizi nyingine. Usisahau kusubscribe, kulike na kuacha komenti yako. Bye.